Iqra FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, ikiwafiq mwezi 24 Ramadhani ya 1447. Natokea mbele yenu waandishi wa habari wa mkoa wetu wa Mwanza, kwanza kuendelea kuwashukuru Waislamu wa mkoa wa Mwanza kuendelea kuitikia wito wa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, ambaye lakabu yake ni Al-Mujaddidul Asri, ambaye mapenzi yake na maelekezo yake ni kuwaona Waislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani wakifunga kwa utulivu na kukithirisha kufanya ibada na kuhakikisha kwamba hapatikani Muislamu anayemkwaza Muislamu mwenzie, kwani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, atapokushambulia, kukutukana, kukubeza mtu hali ya kuwa wewe umefunga, jawabu lako liwe moja, tukumwambia inni saim, mimi nimefunga. Kwa natokea mbele yenu na niwashukuru kwa kuja hapa ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza kutaka kujua anasema nini. Nikiwa kiongozi mkuu wa Waislamu katika mkoa wa Mwanza kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, niseme wazi tu kwamba nifikishe kwenu salamu za Mheshimiwa Mufti za furaha, na kupitia kwenu wajulisheni Waislamu na Watanzania Mufti Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair amefurahi sana kwamba mpaka tarehe ya leo tuko ndani ya mwezi 24, hali yetu ni nzuri. Na hususa sisi kwa Waislamu wa mkoa wa Mwanza ni wapongeze maimamu, mashekhe wa kata, mashekhe wa wilaya, baraza la mashekhe wilaya, baraza la mashekhe mkoa, taasisi za Kiislamu kwa kuendelea kuelekeza Waislamu ibada yao, kusimamia mafunzo ndani ya mwezi wa Ramadhani, darasa mbalimbali. Lakini katika zile hutuba tulizozielekeza tunaona kama tunaenda kufaulu. Tuliwahimiza Waislamu katika Aljumaa zetu tuzungumzie kuhusu umoja wa Waislamu, mshikamano baina yetu, tuwahimize Waislamu kumcha Mwenyezi Mungu, kuyaacha machafu. Tulikumbushana kwamba tuwaambie Waislamu juu ya kwamba ukiingia ndani ya Ramadhani ni kama umeingia chuo, ni kama umeingia bafuni. Tunataraji baada ya Ramadhani kila aliyeingia kwenye Ramadhani atoke amesafika na asirudie tena katika maasi. Kusema kweli, hata miaka mingi Ramadhani ikifika mwanzo unawakuta Waislamu wamejaa misikitini, lakini baada ya hapo unawakuta wamepungua. Mwaka huu umekuwa tofauti, watu wameshikamana na ibada, wameshikamana na darsa, makongamano mbalimbali, watu wametoa sadaka sana, na mpaka leo iftari mpaka zinagongana. Shirika hili, taasisi hii, mtu huyu anaalika leo, huyu anaalika kesho. Almuhimu, Mheshimiwa Mufti na mimi msaidizi wake katika mkoa wa Mwanza natoa shukrani kwa waumini wa Kiislamu. Lakini Mufti alielekeza kwamba katika maisha haya ndani ya Ramadhani iwe somo la kuishi kwa wema na ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, nalo hilo limefanyika. Nimeshuhudia Mkristo anawaalika Waislamu kwenye iftari, Waislamu wakiandaa iftari wanaalika Wakristo kwenye iftari. Yote haya ni mambo mema, tunayafurahia. Lakini BAKWATA mkoa wa Mwanza tuna utaratibu tuliojiwekea. Kwanza mikesha msikitini, lakini tuna maelekezo tuliyoyatoa kwa waumini wetu kwamba kila Muislamu na kila msikiti, kila shekhe wa kata, kila shekhe wa wilaya aendeshe dua maalum ya kuiombea nchi yetu. Lakini pia kumuombea Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na kizazi chake. Na nimesema mara zote, mtu anaweza akashangaa, kwa nini tukiombea kizazi chake? Kwa nini tuombee familia yake? Tunaiombea familia kwa sababu rais akitulia kwenye ukoo wake, kwenye familia yake kukiwa salama, anaimarika zaidi. Na huu shahidi tunao, ilitokea hapa nchini Kenya. Rais wa Marekani alikuwa na asili ya Kenya, bibi yake alikuwa hapa Kenya. Tulishuhudia namna alivyopewa ulinzi kwa muda wote wa ule urais. Tena walipewa ulinzi hata kabla hajawa rais. Kule kuteuliwa tuna chama chake, yule bi mkubwa pale alipewa ulinzi. Maana yake nini?
Familia ya rais ikiwa ina taharuki, ikiwa inashambuliwa, rais atakosa nafasi nzuri ya kuwahudumia Watanzania zaidi ya milioni 60. Kwa hiyo tumeelekeza aombewe rais, iombewe kizazi chake, kwa maana watoto wake, familia yake na watu wote waliomzunguka. Lakini tulielekeza aombewe makamu wa rais Dr. Nchimbi, Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aombewe pia sana, ili Mwenyezi Mungu ampe moyo wa kumsaidia rais vizuri, kumshauri vizuri na kuwahudumia Watanzania. Lakini tukamwombea Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu ampe hekima, ampe busara, subra na uwezo wa kuendelea kumshauri rais na kusaidia kazi zake na kufuata maelekezo yake. Lakini tuwaombee mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wote wanaoisaidia nchi yetu, vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tumekuwa na dua zinafanyika misikitini, na tulipofika hili 10 la mwisho la Ramadhani tumewaambia tukithirishe dua hizo. Tuiombee sana nchi, tuviombee vyombo vya ulinzi, tumuombee rais wetu, tuombee nchi yetu, Mwenyezi Mungu adumishe amani yake na utulivu. Na zile neema zilizopatikana Tanzania, Mwenyezi Mungu azidumishe. Lakini tumemwombea sana mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Sasa tunapoona dua mfano leo tarehe 23 leo tarehe 24 ya mwezi huu wa tatu, ikiwa mwezi 24 ni siku ya Jumamosi leo, tumekuwa na dua hapa Masjid Abubakar Zubair, Masjid Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair. Hii ni ada yetu, hii ni ada yetu. Tuliweka utaratibu, Ramadhani kuna uwezekano mkubwa ikawa na Jumapili 4, wakati mwingine zinakuwa 5. Tukasema kila Jumapili tuwe na dua maalumu ya kuiombea nchi, kujiombea wenyewe shida zetu. Na tunafanya Jumapili kwa sababu watu wako makazini, kuna siku za kazi, hawana nafasi ya kwenda kwenye darasa, hawana nafasi ya kwenda kwenye kongamano. Sisi tukaweka kila Jumapili hapa Masjid Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair Mbugani jijini Mwanza tufanye dua maalum. Sasa kutokana na dhurufu, mambo imekuwa mengi, dua ile ilikuwa ifanyike kesho tarehe 25. Tukakubaliana katika uongozi hapa, tukasema tuifanye tarehe 24 Jumamosi. Ndiyo dua mlioshuhudia leo, ambayo malengo yake ni yale yale, kujiombea sisi wenyewe, Mungu atuondolee mitihani, atuondolee matatizo, atupe kheri nyingi, afungue riziki zetu, lakini kuiombea nchi kwa ujumla. Tunaombea rais wetu, makamu, waziri wakuu, mawaziri, wakuu wa mikoa. Tuna mkuu wetu wa mkoa hapa ndugu yetu Saidi Mtanda, tuna wakuu wetu wa wilaya, lakini wilaya hizi mbili iko Bwana Amiri Mkalipa na Bi Amina Makilagi, na wakuu wa wilaya zote hizo, kina Misungu, kina Jauhari Samizi, kina Senyingaga kule Sengerema, na wote tunawaombea kheri. Mwenyezi Mungu awabarikie na awahifadhi. Kwa hiyo hii ndiyo dua ambayo tumeifanya leo. Lakini nitumie nafasi hii kuendelea kuwashukuru Waislamu na Watanzania kwa ujumla, lakini tutangulize shukurani kwa halmashauri ya jiji la Mwanza. Baada ya Idi, baada ya Ramadhani huwa kuna kitu kinaitwa Eidul Fitri, kuna swala ya Idi. Mara nyingi tumekuwa tukiomba jiji wanatupa uwanja wa Nyamagana tunaswalia. Ni imani yangu hata mwaka huu pia watatupa, na tayari tumeshaandika barua, tayari tumeshawaomba, kama kawaida yao naamini inshallah watatupa. Kwa nitumie nafasi hii kuwatangazia Waislamu wa mkoa wa Mwanza, Idi itaswaliwa kila msikiti katika misikiti yetu. Kila msikiti utaswali Idi. Lakini tuna utaratibu wa kuwa na Idi labda ya kata, Idi kiwilaya, Idi kimkoa. Tutakuwa na Idi kimkoa. Kimkoa tunafanya mara nyingi tunaswalia Nyamagana. Na swala ya Idi inatarajiwa kutokana na muandamo wa mwezi. Mathalan leo ni mwezi 24, mwezi kwa Kiislamu huwa unaandama tarehe 29. Kwa tunatarajia Alhamis ya tarehe 29 ya mwezi 29 tutautazama mwezi. Ukionekana tutaswali siku ya Ijumaa, tutaswali salatul Eid ambayo itakuwa ni tarehe 30. Na mufti ameshatangaza, BAKWATA makao makuu ameshatangaza. Na ikitokea mwezi 29 haukuonekana, kuna uwezekano mkubwa tukakamilisha siku 30 na swala yetu ya Eid itakuwa siku ya Jumamosi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba nitumie nafasi hii kualika Waislamu kwamba mara mwezi utapotangazwa, swala ya Eid kimkoa itaswaliwa Nyamagana. Na tuna utaratibu wa kufanya baraza la Eid. Sasa siku ile ya kwanza ya siku ya Eid mosi huwa hatufanyi baraza la Eid, na tunayo sababu. Mara nyingi tunakuwa na baraza la Eid kitaifa, na baraza hilo
linafanyika mkoani Dar es Salaam, na mgeni rasmi mara nyingi kwenye baraza anakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara nyingi huwa hivyo. Kwa hiyo tunampa nafasi Mheshimiwa Mufti na mgeni wake. Baki mwenye mgeni siku hiyo ni Mheshimiwa Mufti, ndio mwali. Kwa hiyo tunampa nafasi sisi wote mikoani tuweze kumsikiliza hutuba ya Mufti, lakini tusikilize hutuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yule atakayekuwa amechaguliwa siku hiyo, ama yule atakayekuwa amechaguliwa siku hiyo kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo tutakuwa na baraza la Idi pili, na mara nyingi bado tunaendelea na taratibu za kuomba. Mara nyingi baraza letu la Idi hufanyia BOT. BOT hapa tuishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini ofisi ya Benki Kuu huwa mara nyingi wanatupa kutumia ukumbi ule. Kwa nami niseme hivyo kwamba tunaendelea na maombi, na itapofikia rasmi tutawatangazia siku ya Idi pili. Tunakuwa na mkusanyiko mkubwa wa wanawake, wanaume, wazee, vijana. Tunakuwa na waimbaji wa kasida. Tunaweza kukaa pale kwa pamoja kufurahia Idi na kupata mawaidha mbalimbali. Na kwa ngazi ya mkoa, baada ya kuwa mfano Mufti ameendesha sala ya Idi kitaifa na pale anahutubia yeye kama mgeni wa heshima, mgeni rasmi, ndio hivyo hivyo katika Idi ya mkoa, mkoani pale siku ya Idi kwenye sala ya Idi anahutubia shekhe wa mkoa. Sasa kwenye baraza la Idi ni nafasi ya uwanja wa viongozi wa serikali. Tutamwalika mkuu wetu wa mkoa, bila shaka atakuwa pale, ama yule atakayekuwa amependekezwa, ama yule atakayemwakilisha yeye kuja kusema na Waislamu kupitia mimbari, kupitia daraja la. Tuna tukio kubwa ambalo huwa tunalifanya, na huu unakwenda mwaka wa 8. Tuna kitu kinaitwa usiku wa wanandoa, Lailatul Zafaf, usiku wa al-arus, usiku wa furaha, ambao tumemwomba mzee wetu mzee Christopher Mwita Gachuma, na mara nyingi huwa anatupa mzee yule, Mwenyezi Mungu ambarikie, ametupatia ukumbi, na mara nyingi huwa tunafanyia pale. Tutakuwa na tukio kubwa adhimu la usiku wa wanandoa. Tukio hilo ni la nini? Kwanza kufurahia kumaliza mwezi wa Ramadhani, na linatarajiwa kufanywa Idi pili. Ikitokea mwezi umeandama siku ya Alhamisi, maana yake tukio hilo litakuwa Ijumaa, itakuwa Jumamosi. Ikitokea mwezi haukuandama, tukio hilo litakuwa Jumapili, lakini usiku. Na tukio hilo linaanza baada ya Isha mubashara, yani saa 2:30 tukio linaanza. Lina nini ndani yake? Ndani yake ni tukio la mafunzo ya ndoa. Watakuwepo wahadhiri, mashekhe na wataalamu. Na kwenye swala la ndoa, ndugu waandishi wa habari, wakati mwingine hatui Waislamu watupu. Tunaalika hata ndugu zetu wasoko Waislamu. Mara nyingi tukimwalika mchungaji Mutash, lakini tukiwaalika kina Sheikh Amani Mahuba na wengine, na wote wageni kutoka nje ya mkoa, kwa lengo la kuja kuifundisha ndoa. Tunajipa masaa 3, kwa maana ni saa 3 mpaka saa 6 huwa shughuli imeisha. Tunachagua maeneo muhimu ambayo tunayaona kwamba haya kwa sasa yana shida katika ndoa zetu. Mfano sisi BAKWATA tuna kitengo cha baraza la usuluhishi, na tuna mtu anaitwa kadhi na katibu wake. Lakini mkipokea kesi 50 au kesi 100, kesi 70 mpaka 75 za watu kuomba talaka. Sasa lazima tuwe na eneo ambalo tunadhibiti haya mambo. Tuwe na vikao vingi, tuwe na mikutano mingi, tuwe na mikusanyiko mingi ya kuyasemea haya mambo. Kwa sababu sisi katika Uislamu talaka imeruhusiwa, lakini Mtume anasema abghadul halali ila Allahi at-talaq. Halali inayomuudhi Mwenyezi Mungu ni talaka. Kwa tunapokwenda kwenye usiku wa ndoa, huwa tunaieleza ndoa kinaga ubaga. Kuna tunaeleza Waislamu kuna umuhimu wa kuonyesha mapenzi kwa mkeo, umuhimu wa kuonyesha mapenzi kwa mumeo, namna ya kufahamu haki za mke ni zipi, haki za mume ni zipi. Lakini ziko haki hiyo ni ya mke na haki hiyo ni ya mume. Inatumika vipi ndani ya ndoa? Katika Uislamu umeelekeza nani ahudumie familia, mwenye wajibu wa kuhudumia familia. Siku ile ya usiku wa wanandoa itaelezwa. Je, ni katika mbea gani, yani jinsia gani ina wajibu wa kuhudumia katika ndoa, na ni jinsia gani ikihudumia itakuwa ni hiari na inapata thawabu. Lakini je, unapohudumia, mfano sisi katika Uislamu mwanamume ndio mwenye haki ya kuhudumia familia. Ikitokea mwanamke ana uwezo, ana lazima ya kuhudumia, tutapata majibu pale. Je, mwanamke huyu akihudumia
ni haki yake kusimbulia, kwenda anasema bila mimi hii familia tusingekula, mume wangu asingefanya hivi. Je, anaruhusiwa kufanya hivyo? Almuhimu tutaelezwa mambo muhimu mazuri, lakini tutaonyeshwa nafasi ya mume kwenye ndoa, kwa sababu kuna mtu leo anaishi anasema tumezeeshana, mimi siwezi kutoka nikaomba ruhusa. Tunataka tuonyeshe Mtume anasema nini, mafundisho yetu anasema nini. Kuna mtu amefika mahali sasa ndoa yetu miaka 20 bado tunaombana ruhusa. Je, katika Uislamu hili limesemwaje? Lakini katika swala la mapenzi kuna kitu cha kumtoa mke wako out. Mtu unamtoa mkeo out. Watu wengi wanafikiri haya mambo ni ya kizungu. Haya mambo labda anasema ni ya kinasara. Haya mambo hayatufai si Waislamu. Tunataka tuwafundishe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi vipi na wakeze. Mtume aliishi na Ndita yeye na mkewe. Je, unaruhusiwa kumpiga mke wako? Mtume ameishi na wake zake lakini hakuwahi kumpiga mwanamke. Lakini leo kuna mtu anaandaliwa chakula na mkewe, anakitoa chakula aibu. Katika Uislamu ni haramu kukitoa chakula aibu. Na mambo kadhaa yatafundishwa pale. Kwa ni waombe tu watazamaji wetu watukufu, wasikilizaji wetu, tusaidieni kupaza sauti, watu waje katika shughuli hiyo ambayo ni shughuli adhimu sana. Mfano tumeweka utaratibu pale, utaingia, lakini ni masiku ya kufurahi. Lazima ukifika pale ule vilivyo halali, unywe vilivyo halali. Kwa tumeweka VIP ni shilingi 50,000. Shilingi 50,000 unalipia na unalipa mapema. Ni hapa kwenye ofisi za BAKWATA, hata pale Radio Iqra ukienda utalipia. Lakini ile ya kawaida shilingi 30,000. Na kuna vitu vitavyokuwepo kwenye eneo la watu 50,000 na vitakuwepo kwenye eneo la watu wa 30,000. Almuhimu kila tunataka atakayefika pale yumfiqu dhu saati min saati, kila mtu atoe kwa uwezo wake, atawekwa mahala pake, atapafurahia, atastarehe, mbali ya kuenjoy kwa maana ya kula na kunywa, lakini ataenjoy eneo atakalokaa, ataenjoy mawaidha atakayoyapata bure. Mambo kama haya siku hizi dunia leo ni seminar, unalipia ndio unapata hizo elimu, lakini wewe utapata hizo elimu zote kwa 50,000 yako, kwa 30,000 yako. Shima alaikum. Ni waombe Waislamu wajitokeze siku hiyo Idi pili. Tutaendelea kutangaza mitandaoni, kwenye redio. Kadi zipo hapa BAKWATA mkoa, ofisi ya wataalamu, ofisi ya idara ya habari kwa Ustadh Butije, lakini pale kwa Ustadh Muhammad bin Barwani, lakini hata Radio Iqra, lakini iko kurugenzi yetu ya mabinti inaongozwa na Bisada binti inaongozwa na Bisada ambaye yeye ndiye anayesimamia eneo la mabinti kwenye UVIKIBA. Kwa hiyo hii tumewapa wao, na sisi kama wazee wao tutatokea pale, sisi kama viongozi wao, na tungeshauri watu waje wamevaa vizuri. Mfano mimi nimezoeleka kuvaa kanzu, siku hiyo nitoke kivingine. Umezoeleka kuvaa kofia, siku moja weka kofia pembeni. Kuvaa kofia ni sunna katika Uislamu, lakini hata kuvua siku moja hivi watu waone kwa shekhe, kumbe pia hakuwa tu hivi alipokuwa, kuna mahali alikotoka huko. Kwa hiyo niwaombe sana tujitokeze, watakayekuja wamevaa majoho, watakayevaa vilemba, watakayevaa kofia nzuri. Almuhimu uvae vizuri, uingie pale kwenye usiku wa wanandoa ukiwa na mwenza wako. Unajua Uislamu sio kila kitu ni ibada tu. Tumeambiwa imani duniaka kaannaka taishu abada, imarishe dunia yako kama utaishi milele. Wa amali akhiratika kaannaka tamutu ghada, imarishe akhira yako kama utakufa kesho. Kwa hiyo dunia na akhira ni mzega. Ya dunia tunayafanya na akhira tuyafanya. Kwenye maendeleo BAKWATA tumo, kwenye ibada BAKWATA tumo, lakini kwenye kufurahi na kustarehesha nafsi zetu tuwemo pia. Kwa hiyo wito kwa Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, njooni mchukue kadi tupate mahala pa kwenda kupumbazika. Wallahu wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iqra FM.